Kuna muda unahisi kama kuna kitu kinafuatilia maisha yako. Wakati mwingine ukitembea unahisi kama kuna mtu anakufuata nyuma. Ukigeuka humuoni mtu. Na upo mwingine unanisikia, kuna wakati ambao ni kama kila jambo unalofanya kwa siri unahisi kama kuna kitu au kuna wakala anakuja kuchukua siri hizo. Yaani hata ujifiche namna gani, kuna wakati unahisi kama kuna kitu kimekuja kuchukua taarifa. Hata ungeweka siri kiasi gani, unakuta katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa giza, siri hiyo imeshajulikana na umepata mashambulizi. Hata ujizuie usimwambie mtu, lakini unaona kama kuna agent amewekwa kwenye maisha yako anakufuatilia. Na mwingine unafuatiliwa na mtu kabisa ambaye ni dhahiri, yani kila unalofanya anakufuatilia. Anatafuta ni wapi utakosea, ujikwae, akutengenezee ubaya. Yani anakufuatilia kwa namna zote, hata ufanyeje, hata umkwepe vipi, yeye amekuwa akifuatilia maisha yako. Amekuwa akifuatilia njia zako. Amekuwa akifuatilia kila unalofanya. Na mwingine hata ukiwa kwenye hali ya upeke yako kabisa, unahisi kama kuna ishara fulani, pengine ya mlio fulani, pengine ya kitu fulani ambacho kinakuonyesha kwamba hapa ile law inaendelea, ule ufuatilizi unaendelea. Amani ya maisha yako imekuwa ni ndogo kwa sababu hauna uhuru wa maisha yako. Roho ya mafuatilizi inakufuatilia. Roho ya mafuatilizi inakufuatilia. Hata uweke jambo lako la kiroho, ukitaka uanze kufanya maombi au pengine ukitaka uingie kwenye hatua za maombi, atakuja au kitakuja kitu kitaharibu. Ukitaka ufanye hatua fulani ya kumtafuta Mungu, kitavuruga tu. Ili mradi tu usimtafute Mungu. Kwenye jambo lote ambalo ni la maana au jambo lote ambalo linatakiwa litokee kwako, litakaweza kuleta hatima yako, basi kitatokea kitu kitavuruga tu, kitakuchelewesha tu, kitatokea kitu kitaleta tu, mambo yatatokea, taingiliana, hakuna tena mpenyo ambao ulikuwa umekusudia. Unasema, mtumishi wa Mungu, nimekuwa nateswa na roho hii. Nimekuwa kwenye pito hili kwa muda mrefu. Ninaamini kwamba Mungu ni wa huruma, Mungu ni wa neema, ataenda kukusaidia. Maana yake ni kwamba katika ulimwengu wa roho, mahali ambapo Mungu anaweka vitu vyake, kuna namna adui anakuja anaiba siri. Kuna namna adui anakuja na vuruga. Mahali ambapo unaweka siri zako, vitu vyako, kuna namna adui anakuja kumonitor maisha yako, anakuja kufuatilia, anachukua data, anachukua taarifa, alafu anaenda kuzifanyia kazi kwenye mambo yao au kwenye madhabahu zao. Kitabu cha Injili ya Luka sura ya 4, na ukisoma sura 4 yote utaona habari ya Yesu, namna ambavyo alikuwa amesimama katika misimamo mikubwa, na maadui wakainuka wakatengeneza njama waweze kumkamata. Wakaweka mawakala wao, wakaweka watu wao, na wakafanyikiwa wakamkamata Yesu. Wakawa wanataka waende kumpeleka kwenye kilele cha mlima ili wamtupe afe. Lakini maajabu ya Biblia na maajabu ya Yesu, Biblia inasema kwamba Yesu alitoroka katikati yao bila wao kumuona. Alipita katikati yao bila wao kumuelewa, bila wao kumuona. Ukisoma vizuri kitabu cha Injili ya Luka sura ya 4 na ule mstari wa 29 na mstari wa 30, anasema wakatoka wamtoe nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini Yesu huyo. Lakini yeye alipita katikati yao akaenda zake. Nami naamuru katika ulimwengu wa roho, au maadui wanaokufuatilia, hivyo vitu vinavyokufuatilia, ninavipiga upofu, navipiga upofu, navipiga upofu. Naamuru kila kazi zao zisifanyikiwe, njia zao zote ziwe kiza na utelezi. Maana ya kiza, wasione wanachotaka wakione. Maana ya kiza, wasifanyikiwe kwa kile ambacho wanataka wakifanye, wasielewe kwa kile ambacho walitaka waelewe, wasiweze kufanyikiwa kwa chochote katika jina la Yesu. Tunaharibu kila kazi zao, tunaharibu kila mipango yao, tunaharibu kila mashauri yao, tunaharibu kila mitego yao. Popote ambapo walikuwa wametega mtego, popote ambapo walikuwa wametega mitego ya giza, naamuru kwa jina la Yesu, hiyo mitego ifyatuke, hiyo mitego iharibike, hiyo mitego ivunjike, wasione chochote kwa jina la Yesu. Tunawapiga upofu, tunawapiga upofu katika jina la Yesu. Na wapiga upofu kwa jina la Yesu, na wapiga upofu kwa jina la Yesu. Natamka kwa mamlaka niliyopewa, njia zao zote zikawe kiza, njia zao zote zikawe kiza.
wakarudishwe nyuma, wakawe kama makapi mbele za Bwana, wasifanyikiwe katika jambo lolote, wasifanyikiwe katika mpango wote, washindwe katika jina la Yesu Kristo, waharibiwe katika jina la Yesu Kristo, wapondeke na wapondwe kwa jina la Yesu, waharibiwe katika jina la Yesu, waharibiwe katika jina la Yesu. Wakati naendelea kutamka maneno haya, nasikia kuna connection ya kimungu inayoenda kufungua mtu mmoja. Nasikia kuna connection ya Mungu inayoenda kutenda jambo jipya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neema ya Mungu inapita hapo ulipo. Neema ya Mungu inapita hapo ulipo. Neema ya Mungu inakufungua. Neema ya Mungu inatenda jambo jipya. Neema ya Mungu inafanya kitu kipya. Zaburi ya 35 mstari wa 2 na kuendelea anasema, uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Nami namuomba Mungu akusaidie. Anasema kwamba utoe mkuki, uwapinge wanaonifuatia, uwapinge wanaonifuatia. Anasema kwamba uiambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Nami naiambia nafsi yako, Mungu ndio wokovu wako, atakusaidia. Anasema kuhusiana na hao maadui wako, ya kwamba waaibishwe. Nami natamka kwa jina la Yesu, hao maadui zako wanaokufuatilia waaibishwe, wafedheshwe. Wanaokufuatilia nafsi yako, wanaofuatilia maisha yako, warudishwe nyuma, wafedheshwe kwa jina la Yesu. Wawe kama makapi katika jina la Yesu, warudishwe nyuma na njia zao, wawe kama makapi mbele ya upepo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Malaika wa Bwana akawaangushe, akawatupe chini kwa jina la Yesu. Anza kuvunja, anza kukataa na wewe, anza kukataa roho za mafatilizi, wao wanaokufuatilia, hivyo vitisho wanavyokutumia, hivyo vitu vinavyoendelea kwenye maisha yako. Kuna vitu vinakufuatilia, tunaharibu kwa jina la Yesu. Roho ya kufuatiliwa, mafatilizi, toka wewe pepo la mafatilizi, toka roho ya mafatilizi na kuondosha na kuondoa kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka juu ya nafsi hii, hauna mamlaka juu ya mtu huyu. Ninakukataa, ninakupinga, ninakuharibu roho ya mashambulizi. Ewe mtu unayemfuatilia mtu huyu, na kupiga upofu, shindwa kwa jina la Yesu. Mwili ukawe moto, sura ya mtu huyu ikawe moto, njia zake zikawe moto. Kila unapotaka uone, uchukue chochote, ukapatwe na shoti, ukapatwe na moto, usifanyikiwe katika kila jambo. Na piga mipango yako, na vuruga njia zako, na vuruga makazi yako, na vuruga katika jina la Yesu. Roho za mafatilizi, shindwa kwa jina la Yesu. Natuma moto, na sambaratisha, natuma moto, na haribu kila kazi ya giza, na haribu kila mpango wa siri unaofanywa juu yako. Kila wakuu, kila mawakala, kila wataalam waliokuwa wameandaliwa ili waweze kufunga kibali chako, waweze kukutafutia mtego, wakutafutie mtego wa maneno ili ufungwe kwa maneno ya kinywa chako. Na amuru kwa jina la Yesu, Mungu akupe ufahamu, Mungu ayafunue hayo, Mungu akuonyeshe hayo. Kila utakaolifanya, Mungu akufunulie, Mungu afunue macho yako ya rohoni, ukajulishwe, ukaonyeshwe. Chochote kinachoendelea kwa ubaya, kinachoendelea kwa siri, Mungu akufunulie. Na yaombea macho yako yapokee neema, yapokee neema ya kuona, yapokee nuru katika jina la Yesu. Na kuombea popote utakapotegewa mtego mbaya, Mungu akupe Roho Mtakatifu akakuepushe na njia hizo, akakuepushe na vyakula vya kufisha, akakuepushe na mitego yao, akakuepushe na vitu vyao katika jina la Yesu. Pokea ulinzi, pokea nguvu, pokea neema. Roho wa Mungu akawe juu yako, nguvu za Mungu zikakulinde, malaika wa zamu wakutunze. Pokea kibali hiki kwa jina la Yesu, amen. Unaweza kaendelea kuyarudia maombi haya, endelea kuomba, simama imara. Hatuwezi kuacha kuomba, yaani tuko vitani, mtu wa Mungu. Kadri unaposema kwamba sina cha kuombea, maombi kila siku ya kuvunja, ya kuharibu, shetani ajalala. Shetani kila siku yuko vitani, anawaza plani mpya kila itopo leo. Na sisi kama makuhani wa Mungu, wawakilishi wa Mungu hapa duniani, kila siku tunaenda kuharibu kila njia za giza, kila njia za shetani, kila mpango mpya ambao shetani anauandaa tunauharibu. Na ndio maana ni muhimu sana kuwa na maombi rasmi kwa ajili ya kitu rasmi. Yaani wakati mwingine unaweza kaona ni kwa nini ufunguliwi, au unapokuwa labda pengine uko kwenye maombi ya jumla, ni kwa nini hauguswi kwa kiwango kikubwa? Ni kwa sababu maombi yale hayagusi shida yako moja kwa moja. Unapokutana maombi yanayogusa shida yako moja kwa moja, ni kama umekunywa dawa inayohusiana na tatizo lako. Maombi haya yakawe dawa kwa shida iliyokuwa inakusumbua katika jina la Yesu, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, nilikuwa naomba na wewe. Naamini Mungu amekuhudumia na Mungu amesema na wewe. Unatamani wasiliane nami moja kwa moja, karibu kwa namba ya WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako, hiyo iliyoishia na 79. Lakini pia wewe ambaye unasikia msukumo na amani ndani ya moyo wako kuachilia sadaka yako ya hiari, karibu kuachilia sadaka yako, au uachilie sadaka yako kwa namba iliyoandikwa sadaka, hiyo ya Tanzania ambayo imeishia 91 na hiyo ya Kenya ambayo inaonekana hapo. Mungu akubariki na akutendee mema.